Mchezo wa ligi ya daraja la kwanza ulizokutanisha timu ya Bandari Tanzania yenye maskani yake hapa mkoani Mtwara dhidi ya Nyumbu FC yenye maskani yake kule jijini Dar es Salaam umemalizika kwa wenyeji Bandari Tanzania kuibuka na ushindi wa bao 1-0 kwenye mchezo uliopigwa katika dimba la Nangwanda Sijaona mkoani Mtwara. Mara baada ya mchezo huo kumalizika, mimi tumezungumza na walimu pamoja na wachezaji wa timu zote mbili ambao wameeleza hisia zao na namna mchezo ulivyokuwa. Kwa majina naitwa Mwalimu Hassan Kutwa, mwalimu wa Nyumbu FC. Kiukweli mchezo ulikuwa ni mzuri, ingawa kulikuwa kuna mambo madogo tu ambayo refa alikuwa akiharibu, ila ni binadamu, hatuwezi kumlaumu, ni mambo ya mpira. Kwa jina yangu walikuwa wamejitahidi, tumejitahidi vya kutosha, na hata nyinyi wenyewe mmeona mpira jinsi ulikuwa unacheza. Tumepata nafasi nyingi, tumekosa. Wote tumepata nafasi moja ile, wameitumia hiyo na wapata goli moja. Hivyo tunamshukuru Mungu, tutajipanga katika mechi ijayo ili tuweze kupata matokeo. Ngumu alimu kwa namna gani kwa sababu ni mechi za mwanzo, ugumu upo. Sasa mechi za mwanzo, watu bado hatujaanza kujuana. Ila kwa fikiri kwa tunapozidi kuelekea mechi ya 3 na ya 4, kila mtu anakuwa kashamsoma mwenzake. Kwa hiyo kidogo watu wanakuwa tunajua mpira wangu anacheza hivi, basi na mimi niingie na mbinu hii ili niweze kupata matokeo. Kwa upande wa mashabiki wa mkoa wetu wa Pwani, naomba usivunjike moyo. Haya ni moja ya matokeo. Ndio maana matokeo yako matatu. Kuna kushinda, kuna kutoa na kuna kufungwa. Sisi tumekuja huko ugenini. Kwa hiyo tunachokipata, tunamshukuru Mungu. Na sisi turudi nyumbani kwetu na sisi tukapambane tuweze kutumia uwanja wetu mzuri tuweze kupata matokeo. Nashukuru. Kwa majina naitwa Mendaza Said Nkwabi, ni kocha wa magolikipa timu ya Bandari Tanzania Football Club. Tuambie hali ya mchezo ilikuwaje? Vita ya kupata pointi 3 ilikuwaje? Mchezo ulikuwa mgumu. Kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tumeweza kupata alama 3 muhimu tukiwa nyumbani. Game ilikuwa ngumu sana kwenye sehemu ya mbinu, kwenye upande wa mbinu. Wenzetu walikuja na mbinu nzuri sana jinsi ya kutuzuia, na paka tunapata chance moja tukafanikiwa kuitumia, lakini all in all game ilikuwa very tough, lakini tunamshukuru Mwenyezi Mungu na vijana wetu wameweza kupambana kutupatia pointi 3 muhimu nyumbani. Matarajio ya Mtwara ni makubwa kwenye timu ya Bandari kwa sababu wana muda mrefu tangu Ndanda FC imeshuka daraja. Pengine nyinyi sasa kama benchi la ufundi mnaichukuliaje ile morali ambayo mashabiki wanayo? Kwanza sisi wenyewe tuna passion na hichi kitu tunachokifanya, na malengo yetu ni kurudisha furaha ya wanamtwara hapa Mtwara. Kwa hiyo tupo hapa Mtwara sana, tunahakikishia timu itaenda championship na hatimaye tutafika ligi kuu. Hayo ndio malengo yetu makubwa, kwa sababu tunataka tuirudishe furaha ya wanamtwara hapa, tuzilete timu kubwa na kongwe hapa nchini ziweze kuja tena hapa Mtwara, tuweze kurudisha furaha ya wanamtwara hapa. Neno la mwisho sasa kwa mashabiki. Wasichoke kutunga mkono. Tunafurahi sana hapo kwa pamoja kama na sisi, kama siku ya leo ilikuwa ni furaha zaidi kwetu. Support yao ilikuwa kubwa, ilijaa sana uwanjani. Kwa hiyo tunawaomba na wengine wazidi kuja uwanjani kwa ajili ya kutupa support. Asante. Kwa majina naitwa Chande Medi Magoja. Mchezo wa leo ulikuwa mzuri. Mchezo ulikuwa wa ushindani. Tumekuja tumepambana kutokana na nafasi tulizozipata, tumeshindwa kuzitumia, lakini wenzetu wamepata kuzitumia. Wameweza kutufunga goli moja, lakini mchezo ulikuwa ni wa ushindani. Kwa hiyo tumepambana kadri ya uwezo wetu, mwisho wa siku matokeo tumefungwa 1-0. Kwa hiyo tumekubali mchezo wa leo, tumepoteza, lakini tutajipanga mchezo unaofuata nyumbani kwetu tutapata matokeo. Bado tuko kwenye mchezo wa awali, pengine uelekeo wa timu unauonaje ili kufikia malengo? Uelekeo wa timu kwa timu yetu ya Nyumbu, uelekeo ni mzuri. Bado tuna matumaini kwa sababu tumecheza mechi moja na hii mechi ya pili. Mchezo wa kwanza tumepata sare ugenini na leo tumekuja ugenini pia tumefungwa goli moja, lakini na matumaini kwa mechi zinazoendelea na hii mechi ambayo tunaenda kucheza nyumbani, na lazima tupambane vizuri tupate matokeo ya pointi 3. Neno lako sasa kwa mashabiki wa Nyumbu FC? Mashabiki wa Nyumbu FC wasikate tamaa, bado timu yao ni mzuri. Mwalimu wetu mzuri na bado sisi tuko vizuri. Cha msingi waangalie, watuendelee kutupa support, matokeo tutapata mechi zinazofuata. Watafurahi. Asante. Naitwa Faisal Rajabu Abdallah, ni mchezaji wa Bandari Tanzania Sports Club. Tuambie hali ya mchezo ilikuwaje? Hali ya mchezo ilikuwa ni ngumu sana kwa sababu ilikuwa lazima tupate pointi 3. Ukiangalia mechi yetu ya kwanza tuliweza kusuluhu katika uwanja wa nyumbani, kwa hiyo matokeo ya sasa hivi ilikuwa lazima tupate pointi 3. Haina draw, haina kufungwa, ilikuwa ni lazima tupate pointi 3. Na Mungu katujalia, katushikia, tumeweza kupata pointi 3. Matarajio ya wanamtwara ni makubwa sana. Pengine nyinyi kama wachezaji hili mnalichukuaje? Yaani sisi tunawaahidi wanamtwara wawe pamoja na sisi, tunaamini timu yetu lazima ipande kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu inshallah. Asante.
Baadhi ya mashabiki waliojitokeza katika uwanja huo wameeleza matarajio yao juu ya urejeo wa timu ya Bandari Tanzania hapa mkoani Mtwara. Yusufu Jimbo ni mdau mkubwa wa michezo, lakini naipenda sana timu ya Bandari na tupo katika harakati tupate timu yetu angalau moja itatuwakilisha kwenye ligi kuu. Maana tupo wapweke kweli kweli, hatuna timu ya ligi kuu. Kwa harakati hizi tulizozipanga, mikakati hii safari ni mikubwa, hatutoishia kati. Maanake mikakati hii tumepanga mpaka tufanikiwe ili tuzione Yanga na Simba hapa, kwa sababu hii Bandari maanake ni timu yetu kweli kweli. Hii ni Bandari ya Mtwara, sio Bandari ya Dar es Salaam, ya Mtwara. Kwa hiyo wa Mtwara wameipokea kwa mikono yote kwa ajili ya kuipambania iweze kupanda. Kwa hiyo tutapambana msimu huu, tuende ligi daraja ya kwanza, tukapambana tuende ligi kuu. Kwa hiyo mikakati hii ipo nyumba kwa nyumba, kitanda kwa kitanda, shuka kwa shuka, mpaka tufanikiwe. Kama tulivyopambana kupambania tumpate waziri, na hii timu tutapambana mpaka tufanikiwe. Tulikuwa na timu ya Ndanda FC, pengine kushuka kwa Ndanda FC. Kuna chochote ambacho mmejifunza ambacho mnaamini mlifanya makosa, lakini kurejea kwa Bandari hamtafanya makosa? Timu ya Ndanda ilikuwa ina shida. Yaani manake wa Ndanda walikuwa wanaitaka timu yao na sisi tunasema ya kwetu. Kwa hiyo hii ya kwetu sisi hapa. Kwa sababu kama hii ya kwetu manake haitatokea kama ilivyotokea Ndanda. Kwa sababu watu wa Ndanda walikuwa wanakujaga hapa timu yetu. Kwa hiyo kulikuwa kuna mvutano fulani. Kwa hiyo kwenye timu ya Bandari hakutakuwa na mvutano, kwa sababu watu wa Mtwara tunasema ni timu yetu. Kwa hiyo hata wa Ndanda ni ya kwao, Newala ni ya kwao, kwa sababu ni Bandari ya Mtwara. Kwa hiyo hii sio timu ya mtu mmoja, hii ni timu ya Bandari ambaye ni kitu ambacho wote kinatuwakilisha. Korosho zikitoka Mtwara zinakuja Bandarini, korosho zikitoka Newala zinakuja Bandarini, korosho zikitoka Tandahimba. Kwa hiyo ya kwetu wote timu hii. Kwa hiyo tutapambana, tushapanga mikakati, tuifanyie kila mbinu tuhakikishe inapanda, na tutakuwa na mashabiki kibao kupita hata Ndanda. Mimi naitwa Mabruki Hamisi, natarajia tumpata ushindi wa kwanza leo, ila Mtwara tunataka ligi kuu tupande hapa. Hii Bandari wanasema timu yetu sisi. Bandari kila mchi ipo, Bandari kila mkoa upo, lakini Bandari tunataka hii Bandari ya Mtwara. Imekuja hapa hii Bandari ya nchi, inaone Bandari ya nini? Tanzania. Tuipandishe hapa, sio shabiki wa mpira. Ndio naambia mtu kila timu inayekuja hapa mimi timu yangu. Nikiripoti kutokea Nangwanda sijaona mkoani Mtwara, mimi ni Abdalla na hii ni Chivihi Media.